anajiunga naye kwa M23. Jo tumependa tuoneshe zile image waiwe kama yeye alienda yeye peke na ile jina, na wale ambayo wataweza kumfuata mwile mambo anayoelekea, sababu sisi viongozi tunabaki na jeshi katika pori huku. Objective haiko moya, kila mtu alikamata silaha na objective yake. Mwenye alikuwa na objective ya kujiunga na adui ni wale ambao mnasikia. Alo tunajiemboze kabisa, sisi kwetu hatuna wakati ya kujiunga na adui. Naam, amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu tena kwenye habari zetu katika siku ya leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025. Hapa tunakupa habari nyingi sana ambazo zimeweza kutukuta hapa kwenye uwanja wetu wa matangazo, pale ambapo tunajikita bado Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo bado machafuko yanazidi kuripotiwa maeneo mbalimbali, huku mapambano yakiripotiwa maeneo mbalimbali katika siku ya leo, siku ya pili na siku ya kwanza. Pia mapambano yaliweza kuripotiwa kuanzia tarehe 10 mpaka leo tarehe 11. Mapambano yaliweza kusikika maeneo mbalimbali. Kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii, uweze kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa ili uwe unapata habari zaidi kwenye channel ya Mteba TV. Leo tuna habari kabisa ambazo tumekuandalia, lakini kabla yote tunakuanza na muktasari wa habari hizi, kisha baadaye itakuja kuwa habari kamili. Ifuatayo ni taarifa ya habari, lakini kwa sasa ni muktasari wa habari kutoka nchi mbalimbali. Minembwe mahali panapoitwa Muramvya, ndege ambayo inajulikana kwa jina Sukhoi 25 imeweza kutoka moja kwa moja kutoka Kisangani na kushambulia Minembwe na kuteketeza silaha zote ambazo ziliweza kushuka kwenye uwanja wa ndege maeneo yale ya Minembwe. Uwanja wote wa Minembwe umeweza kusambuliwa na Sukhoi 25 kutoka serikali ya Kisangani moja kwa moja, ili kubomoa, kwa sababu ilisadikika kwamba ndege kutoka vyanzo vya M23 imeweza kudema kwenye uwanja huo wa Minembwe na kushusha silaha nyingi pamoja na droni. Siri hii imeweza kugundulika kabisa kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafahamu na inajua uwanja zake zote za ndege kuanzia Goma, Bukavu pamoja na Minembwe zimeweza kukamatwa, na hizo ndizo uwanja wa ndege au uwanja za ndege ambazo zinaweza kushusha ndege tofauti. Na lakini uwanja wa Minembwe ni uwanja ambao unaweza kushusha ndege angalau kabisa, lakini sio kubwa sana kama kimataifa kama ile ambayo inaweza kashuka Bukavu au Goma. Ni uwanja wa kawaida tu, lakini ndege imeweza kuripotiwa kushuka kwenye mji wa Minembwe mara mbili, ikishusha vifaa vya M23 ikiwa droni pamoja na silaha kubwa maeneo yale. Hakujakaa muda mrefu jeshi la FARDC wamejua siri hiyo, na baada tu ya kushusha hizo silaha, na unajua hizo silaha ni nzito kabisa, hakuna namna gani ya kuitoa maeneo yale kwenye uwanja wa ndege huo. Vyote vimeweza kuwekezwa pale Muramvya kwenye uwanja wa ndege ili waweze kuchunga pale vije vifanye mashambulizi ya kuendelea mpaka kwenye mji wa Kalemi. Ndiyo mashambulizi ambazo zimeweza kupangwa maeneo yale. Bado tunaendelea na muktasari wa habari, tutakuja kuambia habari kamili baadaye. Kaziba mapambano makali yameweza kuripotiwa, M23 wakifa sana maeneo yale, wakifa mno maeneo yale, huku walikuwa wamejiandaa ili watoke maeneo yale wapande na mapambano kabisa waende kuingia maeneo za Minembwe na kushuka Kalemi huko milimani huko, lakini wamekumbana na kikosi kikali sana cha wazalendo ambao wamewapiga na wameisha, na wakarudi, wale ambao walibaki wakarudi mbio mpaka Bukavu, kurudi nyuma kabisa, nyuma hawakukata maeneo yale. Lakini pia habari nyingine ambayo tutakwenda kuzungumzia katika siku ya leo ni pale Kaziba waliweza kukumbana na watu mbalimbali na wazalendo mbalimbali, vita ikiwa inaendelea. Lakini pia tutagusia habari zingine ambayo wazalendo ambao wameweza kujiunga na vikundi mbalimbali pale, ambapo General Kabundi alijitangaza kujiunga na M23 pamoja na vikosi vyake vyote vya kijeshi. Akatangaza kwamba huyu General Kabundi akasema kwamba yeye lazima amejiunga na M23 aweza kugombania tena
kwa upande wa serikali. Huku baada ya kuondoka, wanajeshi wake wote waliweza kurudia na kujiunga na wengine wazalendo. Manake huyu General Kabundi ameenda na wanajeshi wachache sana, bali wale wake wengine walikataa kujiunga na M23 wakarudi, na hivyo wamejiunga kabisa na wenzao ambao kwenye uwanja wa vita. General Kabundi aliweza kutangaza na kikosi kikubwa sana cha maaskari, aliweza kutangaza na kusoma habari zake juzi na kusema kwamba yeye atagombana dhidi ya serikali, kwa yeye atajiunga pamoja na M23. Kikosi chake chote kimekwenda kujiunga na M23, lakini wanajeshi wake wote wameweza kutoka kumtoroka, wameweza kusema sisi hatuwezi kwenda kujiunga kwa M23, lazima tupambanie. Sisi hatupambanii Chilombo, bali tunapambania nchi yetu ya mababu wetu ambao walituachia. Huku mbele tunaenda kuwekea sasa hiyo habari kamili, kisha baadaye tutakuja kuendeleza na habari zetu kamili. Basi tunaingia kwenye habari zetu kamili kwenye channel ya Muteba TV. General Kabundi aliweza kujitangaza na ana kikosi kikubwa sana, akasema kwamba yeye sasa hivi ni adui wa FRDC, ni adui pia wa serikali. Popote atakapoona serikali yeye anapiga, na ana kikosi kikubwa sana. Lakini baada ya kusonga mbele, wanajeshi wake wameweza kumkimbia kwenye uwanja huo wa vita na kuja kujiunga na wenzao wazalendo ili wapambanie nchi yao. Tunapoendelea na taarifa zetu, habari zimechacha kwenye mji wa Kaziba, pale ambapo M23 wameweza walipigwa kichapo kibaya sana, kama vile wale ambao tena wamepigwa Minembwe, kitu ambacho kimesikitisha. Wamekufa hatari sana kwenye uwanja wa vita. Kumbuka Mai pale ambao wako pale hawako wa mchezo, ni wengi kutoka maeneo mengi sana ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mpaka hata kule kote Makolwezi, Katanga huko Lubumbashi huko, hata wengine wakiwa na Sapo, wengine wa kutoka Kasai, yani wanakuja kumfungia M23 asipate njia ya kuondoka, baada ya kuona serikali ikiwa inaachia maeneo yake yote ambayo ilikuwa tu na kabisa. Kwanza wangejua mapema kabisa, wangizuia hata Bukavu. M23 hawangeingia kwenye mji wa Bukavu kabisa, wangewazuia huko mbele kabisa Maminova, wala hawangekuja, lakini wamekuja kushtuka, dili ilishakuwa nyuma. Hebu tutazame sasa video ambayo hawa wanajeshi au wazalendo ambao walitoka kwa huyu General Kabundi na kuja kujiunga kwenye chama au kwa wazalendo alisi kabisa, kwa sababu wamekataa kwenda kujiunga upande wa M23. Hebu tufuate. Kioneshe bie ichome pole pole na juu. Sasa ni mayani njoo nyingine. Pole pole. Acha afande anjongeza. Okay, merci sana. Hii ni jeshi ambayo ilikuwa kwa General Kabido FPP bare ape. Hii jeshi yenye inashimama hapa saa hii Makoko ni jeshi yenye inakatala sana, haitaki ile maneno ya General Kabido yenye anaingia ndani na General Make. Hawa njoo wanakatala, walibeba bunduki ama silaha sababu ya kupiganisha adui, na adui mkubwa sana ni Mtusi. Hizi ni jeshi zenye zinakataa kabisa, hazitaki kuenda ku ile M23. Yaani hapa tuko eneo mingi, tuko Makoko, tunakuwa Ituri, tunakuwa Kasiro, pembeni ya Buinga. Hawa yikiana wanakatala kabisa, wanasema hakika hawawezi kana kuingia mu M23, na hizi ni pasa ambayo za General Kabido zenye zilikuwa, na hawataki kusikia tena ile jina ya FPP saa hii ni M23. Ndio jeshi wa kuvala ile pasa saa hii ni M23, na ule jeshi wa kuvala pasa ile ndio jeshi ya General Kabido mwenye anajiunga naye kwa M23. Jo tumependa tuoneshe zile image waiwe kama yeye alienda yeye peke na ile jina, na wale ambayo wataweza kumfuata mwile mambo anayoelekea, sababu sisi viongozi
tunabaki na jeshi katika pori huku. Objectif haiko moya, kila mtu alikamata silaha na objectif yake. Mwenye alikuwa na objectif ya kujiunga na adui ni wale ambao mnasikia. Alors tunajiemboze kabisa sisi kwetu, hatuna wakati ya kujiunga na adui. Naam, kama mlivyosikia ni jeshi ambalo limekataa kabisa kujiunga na General Kabido. Wamekataa kabisa kwa sababu General Kabido aliweza kujitangaza kabisa na kusema kwamba yeye anaungana na M23. Kwa hiyo hawa wanajeshi wake wengine wamekataa kujiunga. Hiyo ndio taarifa ya General Kabundi pamoja na wanajeshi wake. Lakini tunarudi kwenye habari kabisa ambayo tunayo hapa katika siku ya leo, ambapo mji wa Minembwe umeweza kusambuka. Uwanja wa ndege wa Minembwe umeweza kusambuka pale ambapo ndege ya kiraia imeweza kushusha vifaa vya kijeshi kwenye uwanja huo wa Minembwe. Ilishuka mara mbili kwenye mji wa Minembwe, ikashuka ikapanda, ikukaweni kushuka tu kutoa vifaa na kondoka. Sasa ilishindwa kutambulika kama imetoka wapi, lakini imekuja kusadikika imetoka kwenye vyanzo vya M23. Vifaa hivyo wengi wanasema kwamba vimetoka Goma, lakini uwanja wa Goma hautumiki kabisa kwa sababu watu ambao wako pale hawajasema. Uwanja wa ndege hiyo imetoka moja kwa moja kutoka nchi ya Rwanda, moja kwa moja na vifaa hivyo mpaka kwenye mji wa Minembwe, ili sasa kuweka wale wahasi ambao wako pale, ambao ni wanajeshi ambao bwana Makanika aliacha maeneo yale. Kwa hiyo kwa sababu kumbuka Minembwe inadhibitiwa na hao wahasi, hakuna FRDC maeneo yale, lakini raia waliweza kuona jinsi ndege inavyoshuka kwenye uwanja wa ndege. Walishangaa sana na kusema, kwani uwanja huu, hizi ndege sio za serikali au sio za raia? Kwa sababu uwanja huu uko chini ya ulinzi wa asi hawa. Sasa kwa nini ndege hizi zinashuka hapo? Kwa hiyo taarifa ikavuja na ikaondoka mpaka serikali kuu. Basi SCOI 25 imeweza kutoka moja kwa moja kutoka Kisangani na kwenda kusambua uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege wa Minembwe hawezi kutamani, na hakuna ndege nyingine ya kushuka kwenye uwanja ule. Yaani wamesambua vile vifaa, yaani wameweka hasara. Kwanza wameweka hasara kabisa M23, vifaa vyote, drone hizi za kisasa, mabunduki makubwa. Kwa hiyo M23 walishindwa, njia ya chini imeshindikana kabisa, lakini sasa wanaanza kutumia hizo njia za ndege na kusamba na kufikisha vifaa vya kijeshi maeneo hayo ambayo wao wameshika, lakini vimeweza kusambuka. Manake wamepiga, SCOI 25 imepiga vibaya sana mazingira yote mazingira yote ya Minembwe, lakini inaripotiwa hakuna raia hata mmoja mwenye amefariki mazingira yale, bali ni wale waasi ambao wamepigwa na vifaa vyao wamefariki sana, na vile vifaa vyote, droni za kisasa, bunduki za kisasa, vyakula vimelunguzwa, vimeharibiwa, na hakuna ndege yoyote tena ya kushuka kwenye uwanja ule. Hiyo sasa felicitation kwa jeshi la FRDC au serikali, imefanya kazi nzuri sana ambayo ilikuwa inahitajika. Sasa swali linakuja, kwa nini zile ndege zipo? Naam, watu wengi wanauliza kwa nini hizo ndege bado zipo na bado tu zinaachia tu vimakambi tu vya M23 kuliko wavisambue tu pale. Kwa nini usivisambue? Mbona wamesambua uwanja wa ndege wa pale Minembwe na inazunguka tu na raia, hakuna raia hata mmoja aliyekufa. Na zile kambi zile za M23 ambazo ziko pale Bukavu, zile kambi na wanalala emo, kwa nini wasizitarget, wazipige zote zilipuke na wote watasambaratika na hakuna raia mwenye atakufuata mmoja pale? Hizo ndio habari ambazo tuko nazo pale. Baada ya hapo ndege hiyo ya SCOI 25 imerudi mara mbili, imepiga mara ya kwanza na ikarudi ikapiga ikashambulia vibaya sana mpaka M23 wameingia hasara kubwa, ni vilio kwao kabisa, na hiyo ni mtindo mkali. Kumbuka Kisangani na Minembwe sio fasi ya karibu, kuna umbali kabisa maeneo yale. Kwa hiyo ndege imeweza kutumikishwa hivyo kwa sababu ni ndege pia ya kijeshi, imeweza kupiga namna hiyo kwa umbali kabisa. Kwa nini isiende kubombea hata Rwanda? Kwa nini isiende kubombea hata Kigali? Ina uwezo mkubwa sana. Ina uwezo mkubwa kubombea hata Kigali kwa dakika na ikasambuka. Inaweza kusambua maeneo yote ambayo M23 imeshika na ikasambuka. Kwa nini isifanye kazi ambayo inayohitajika? Lakini tunaachana na hiyo habari kabisa pale Minembwe, tukiwa tumeongelea kwa ukila. Tunaingia hapa Kaziba. Kaziba hapa M23
wameweza kutoka kwenye mji wa Bukavu wakielekea Kaziba ili watoke pale wapambane. Walienda wanatafuta njia ya kupita tu ili waondoke, waingie njia za poripori huko, waingie mpaka maeneo mengi sana ili waingie Kalemi. Wana target miji, sasa hivi wana target miji, wana target Kisangani, Kalemi, wakamate miji mingine ya Lubumbashi na Kolwezi. Sasa wamekumbana na kipigo, yani wamewakamata ambush. Walikuwa wanajipeleka. Unajua Mai ni hatari sana Mai ni hatari sana, sio watu wa mchezo. Waliwakamata ambush. Yani walioweka katikati. Walijiingiza tu kwenye mitego. Waliwapopola. Wamepopola M23. Wamekufa vibaya sana mpaka hata picha tuwezi tukaweka hapa, ni kitu ambacho hakitakiwi. Wamekufa hatari sana. Wamekufa vibaya. Waliobakia kukimbia mpaka Bukavu. Yani wamekimbia mpaka Bukavu. Kichapo ambacho wamepata siku ya leo ni kichapo cha hatari sana. Channel ya Mteba TV tunazidi kusogezea habari kwa ukaribu, habari za ukweli, habari za undani. Cha kufanya endelea kusubscribe, like, comment ili utakuwa unapata habari kutoka hapa kwenye vyanzo vyetu vya Mteba TV. Tunapoendelea na habari zetu hapa. Kwa hiyo waliacha vifaa vyao, magari ya kijeshi wakiwa wameacha na kukimbia kabisa kwenda kurudi kwenye mji wa Bukavu. Walienda wengi, wamekufa wengi pia, na wamerudia wachache sana. Kwa hiyo na wanasema hivi, wazalendo wanasema hivi, msijaribu tena kwamba mtatoka hapo mwende tena mwetafute njia, mtaisha. Kwa sababu wazalendo ambao wako pale ni mamilioni ya wazalendo, ni mamiliari za wazalendo, ni matriliari za wazalendo kwa kuchochea hiyo. Sasa mkijaribu tena kama mtatoka mtafute njia, hiyo njia haipo, mtapigwa vibaya sana. Hata mwende na silaha za aje, amweze mkavuka kabisa. Kwa ulinzi ni mkali, wamefunga mji mzima wa Bukavu. Hakuna M23 wa kutoka pale. Labda watoke waanze kurudi Minova na kwenda Goma, huko ndiko kunako kwa njia. Lakini kuendelea mbele, sijui waende Mai Ndombe, sijui waende wapi Uvira, njia hakuna. Kwa hiyo wanazidi kupigwa kipigo cha imbwa. Hizo ndio taarifa zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Kuanzia pale Minembwe, Muramvya imesambuka, imepigwa na vifaa vyote M23 vimesambuka. Tunawasapoti watu wote ambao wanatufuatilia, wanatuandikia popote walipo. Watu wanatuandikia wakiwa Malawi, wakiwa Afrika Kusini, wakiwa Kongo, Tanzania, popote, Kenya, hata Uganda, Rwanda wanatuandikia. Kwa sababu habari tunazipeleka ambazo zipo habari za ukweli kabisa. Channel ya Mteba TV inazidi kuchanja mawingu duniani kote. Na cha kufanya subscribe, sambaza kwenye magrupe. Kama umefurahi na taarifa ambazo tunazitoaga, sambaza kwenye magrupe zote zenye unajua wewe za dunia. Kuna magrupe za Wabembe, kuna magrupe za Waafrika, kuna magrupe za watu wako maeneo mbalimbali. Peleka matangazo haya, watu wasikie na wasabone kule. Kwa sababu habari za kwenye magroup ni za mwetu. Kama una namba ya simu ya mtu hauwezi kujua habari na taarifa zingine, lakini channel ya Mteba TV inakupa habari ya dunia mzima, unaisikia na unasambazia wengine. Lakini mko tuna magrupe zenu, mko na magrupe za familia, mnarushiana mle. Watu wengine watapataje faida? Kwa hiyo muzidi kurusha mule kwenye magrupe, rusheni kwenye magrupe zote duniani taarifa za channel ya Mteba TV ili zipate kusambaa zaidi. Basi tuweze kuwatakia kwa wale ambao tupo tayari kabisa mida ya asubuhi na wengine ni mchana, wengine pia ni jioni, tuwatakie maisha mema. Na washabiki wote wa channel ya Mteba TV na wasikilizaji wa mara kwa mara, Mungu awabariki sana. Na sisi hatulali kuwapa taarifa, tunazidi kuwapa taarifa hapa na pale kila kinachoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini na pia sisi hapa tunafanya interview mbalimbali, vipindi, afya, burudani. Fuatilia vyote ili upate kufaidika. Tukutane tena panapo majaliwa. Majina ni Junior. Ciao.